dhana ya urejeshaji wa mazingira, mahali tu ya hewa imebadilika, msitu kapotea, tunafanya namna ya kuweza kurejesha, lakini vile vile kuweka sera maalum sera mbalimbali actually kwa lengo la kutaka kufanya uoto ule wa asili ambao ulipotea kujirejesha kiasili. Tufahamu sasa mradi huu kitaifa umelenga hasa kufanya nini na pengine unagusa wapi na wapi? Asante. Kwa labda kwa ufupi kabisa ni kwamba mradi wetu unaitwa mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira. Na ni mradi ambao ni mradi unaotekelezwa chini ya programu ya kimataifa ya urejeshaji wa mazingira inayojulikana kama The Restoration Initiative. Na ni mradi unaofadhiliwa na mfuko wa dunia wa mazingira. Na mradi huu huwa malengo yake makubwa au lengo lake kuu ni kuhakikisha kunakuwa na usimamizi jumuishi wa mifumo ekolojia na kurejesha ardhi na mazingira yaliyoharibika ili kuleta uhimilivu kwa mifumo hiyo ekolojia pamoja na kuleta ustawi wa jamii kwa ujumla nchini Tanzania. Lakini malengo mahususi ni kwanza kabisa ni kuboresha sera na mifumo ya kitaasisi ili kuwezesha shughuli za urejeshaji endelevu wa mazingira kutekelezwa nchini. Lakini ya pili kabisa ni kuhakikisha kwamba tunarejesha, kama tunatengeneza mfano wa namna ya kurejesha mazingira kwenye maeneo ya mradi. Yaani tunafanya physically kwenye zile maeneo yaliyotolewa mradi kwa kutekeleza shughuli zile ambazo haswa ni za kurejesha mazingira. Lakini tatu ni kuhakikisha kwamba tunajenga uzoefu, tunabadilishana uzoefu kati ya sisi na nchi nyingine za kimataifa, lakini kuhakikisha kwamba kunakuwa na mfumo mzuri wa ufuatiliaji na tathmini, na vile vile kunakuwa na njia bora za kuweza kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza shughuli za urejeshaji wa mazingira. Mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai Tanzania unatekelezwa katika mabonde mawili, yani bonde la Ruaha Mkuu na bonde la Ziwa Rukwa, ambapo kwa upande wa bonde la Ruaha Mkuu tuna mikoa ya Iringa, mikoa ya Njombe ambapo tuna halmashauri ya Wanging'ombe, na tuna mkoa wa Mbeya tuna Mbarali na halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Lakini kwa upande wa bonde la Ziwa Rukwa tuna halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga katika mkoa wa Rukwa, lakini tuna halmashauri ya Mpimbwe katika mkoa wa Katavi na halmashauri ya Tanganyika katika mkoa wa Katavi. Tumeanzisha vikosi kazi kwanza kabisa vya mabonde, tumeanzisha vikosi kazi vya halmashauri, tumeanzisha vile vile kikosi cha kitaifa ambacho kitasogeza mbele masuala ya urejeshwaji pale mradi ambapo utakuwa umekwisha. Lakini vile vile mradi unaandaa mkakati wa namna ya kutoka, right? Ni exit strategy, kwamba tukitoka tunaachaje huko. Hiyo ipo, na hiyo kwenye huo mkakati ndio tutadetail ni kitu gani ambacho kitafanyika kuhakikisha kwamba kunakuwa na uendelevu. Lakini vile vile ni kwamba tunajaribu kutoa elimu, na elimu ndio kitu muhimu sana, kwa sababu kama mwananchi hajajifunza namna ya kutumia labda kilimo shadidi akapata mazao zaidi, hatutegemei kwamba atarudi kwenye kilimo cha zamani. Kwa hiyo lazima ataendelea kuwa kule, umeona. Na kimsingi ni kwamba tunatarajia kwamba mradi huu kama utafanya vizuri, ukatekelezwa vizuri katika maeneo ya mradi, ukafikia malengo yale ambayo yanatarajiwa na wafadhili wetu, wataendelea kutoa miradi zaidi ambayo inaelekea kwenye masuala haya ya urejeshaji wa mazingira kwa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunachoomba ni kwamba hizi wananchi kwanza waendelee kutoa support sana kwa halmashauri na mikoa,
kuhakikisha kwamba mradi wetu wanaokubali waendelee kukubali mradi na kutoa support iwezekanavyo na kuchangia. Wananchi kwanza watakao kujua kwamba ajue faida za kurejesha mazingira na hasara za kuacha mazingira yaharibike. Kwa afya yake, kwa yeye mwenyewe, kiuchumi na vile vile kwa mazingira. Kwa maana hiyo ni kwamba mradi una faida nyingi na mwananchi atakaoelewe hiyo. Na faida ya moja kwa moja ambayo anaweza kaipata kwanza kabisa ni kupata hewa safi, kwa sababu utapunguza mlundikano wa hewa ya carbon kwenye mazingira. Alafu vile vile mradi una kwenye hizi shughuli zinazotekelezwa mwananchi anapata kipato cha moja kwa moja kabisa. Lakini vile vile ile elimu anaipata inamsaidia kuongeza ujuzi wake kuhusu punguza watu kwenda kunyweshea kule kwenye vyanzo vya maji. Imeimarisha vyanzo vya maji, kwa hiyo uharibifu umepungua. Mifumo ekolojia kimsingi hii ni tafsiri kutoka ya Kiingereza ambayo tunasema ecosystem. Na inahusisha nini? Inahusisha viumbe pamoja na mazingira yao walioko vilivyomo katika eneo hilo husika ambavyo vinategemeana na kwa namna moja ama nyingine vimeungana, lakini vinategemeana. Kwa hiyo kuharibika tunaposema kwamba tunataka turejeshe mifumo ekolojia, ni kwamba ile mifumo ekolojia hayo mazingira pamoja na viumbe vilivyomo humo ndani vinavyotegemeana virejee katika ile hali ambayo ilikuwa hapo awali. Kwa hiyo ndio maana katika mradi wetu, kwa upande wetu sisi huku tunaangalia Ziwa Rukwa. Kwa hiyo Ziwa Rukwa ambao tunachangia sisi watu wa mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Rukwa. Ni maeneo haya ya ekolojia yetu hii ambayo yanafanana na yanategemeana. Kwa hiyo anachokifanya mtu wa Tanganyika, anachokifanya mtu wa Mpimbwe na anachokifanya mtu wa Sumbawanga visije vikaharibu hii mfumo wetu ekolojia, kwa sababu tunategemeana. Kimoja kikipotea kwa namna moja ama nyingine, ekolojia yote inakuwa imeharibika. Kwanza kimsingi unajua kitaifa kila halmashauri inapaswa iandae miche milioni 1.5. Hayo ni maagizo ya kitaifa. Na kwa bajeti za kihalmashauri huwa inakuwa changamoto, utekelezaji wake huwa unakuwa changamoto. Sasa kuwepo kwa mradi kama huu unasaidia kuhakikisha kwamba upatikanaji wa miche kwa ajili ya kupanda inakuwepo. Lakini tunashukuru vile vile uwepo wa hizi taasisi za kiuhifadhi hasa TFS, na wenyewe wanasaidia sana kuhakikisha kwamba miche ya miti inapatikana katika halmashauri ili kuweza kufikia ile milioni 1.5 ambayo tunatakiwa katika kila halmashauri. Kwa hiyo uwepo na utekelezaji wa mradi wa urejeshwaji na wenyewe umechangia katika kuhakikisha kwamba haya maagizo ya kitaifa yanatekelezwa. Tuangalie hali ikoje Tanganyika. Naomba ndugu mtangazaji nizungumzie mradi wote kwa ujumla, kuanzia maeneo ambayo yanatekelezwa kwa wilaya ya Tanganyika. Katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mradi huu unatekelezwa katika kata 3, kata za Katuma, Kapanga na Mnyagara. Lakini mradi huu pia unatekelezwa katika vijiji 8 ambavyo ni Kapanga, Katuma, Mpembe, Kamilala, Sibwesa, Nkungwi na Mnyagara, ikiwa ni sehemu ya uelekeshaji wa mfumo ekolojia ya bonde la Ziwa Rukwa. Toka mradi umeanza mwaka 2021, lakini tumepokea fedha kutoka mwaka 2022 ambapo mpaka sasa kwa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika tumeshapokea kiasi cha shilingi milioni 753,628,334 ambazo zinatekeleza shughuli mbalimbali. Sasa kwa ufupi labda nizungumzie shughuli ambazo mpaka sasa tumezitekeleza kupitia mradi huu na jinsi gani tuone wananchi wananufaika kwenye maeneo yao kupitia fedha ambazo tumezipokea. Kwanza kuna shughuli za kiuhifadhi. Kama nilivyozungumza kwamba Tanganyika ni moja ya halmashauri za mfano kwenye uhifadhi wa misitu, lakini mradi huu pia umetusaidia kwenye uanzishaji wa misitu ya hifadhi. Mradi huu umetusaidia kuanzisha misitu mitatu yenye ukubwa wa jumla hekta 5,332 katika vijiji vya Nkungwi, Mnyagara pamoja na Kamsanga. Lakini pia kupitia mradi huu umetuwezesha kuanzisha vitalu viwili vya miche ya miti katika vijiji vya Kamilala na kijiji cha Sibwesa. Na mpaka sasa kuna jumla ya miche 800,000 ambayo imezalishwa kupitia mradi huu. Miche hii inasambazwa kwenye maeneo tofauti tofauti, ikiwepo kwa watu binafsi,
kwenye mashule, zahanati, serikali za vijiji. Kwa mtu yote ambaye anahitaji upandaji wa miti afike kwenye maeneo hayo, anaweza akapata miti, kwa sababu miti bado ipo na tunaendelea kuigawa bure kabisa. Na ipo miche mbalimbali, ikiwepo miche ya vivuli, miti ya mbao pamoja na miti ya matunda. Lakini pia mradi huu umetusaidia kwenye eneo la kilimo, ambapo umetusaidia kuanzisha mashamba darasa 9 kwenye vijiji tofauti tofauti toka mradi umeanza. Tumeanzisha kwenye vijiji vya Mnyagara, vijiji vya Mkungwi, kijiji cha Kamilala, vijiji vya Kamilala, lakini kwa sasa kuna kijiji cha Sibwesa. Na wananchi wameenda kujifunza, ambapo mpaka sasa jumla ya wakulima 238 wamejifunza kupitia mashamba darasa haya, ambapo wanaume ni 178 na wanawake ni 60. Unaweza kuona watu wanaenda kujifunza aina mbalimbali za kilimo kupitia mradi huu, ili kuendana na kilimo ambacho kinakuwa ni salama, ambacho hakisababishi uharibifu wa mfumo ekolojia. Lakini pia kupitia mradi huu umewezesha shughuli mbadala za kiuchumi na rafiki kwa mazingira, ambapo umewezesha vikundi vya kijamii 11 kwa ajili ya kuendesha shughuli mbadala za kujipatia kipato ili kujinusuru na uharibifu wa mazingira. Vikundi vilivyowezeshwa, kuna vikundi 6 vya ufugaji wa nyuki, ambapo vimewezeshwa mizinga ya nyuki, vifaa kwa ajili ya kufungashia nyuki, kwa sababu mwanzoni walikuwa wanaweza wakalina asali. Asali ile inauzwa kwa jumla kwenye ndoo locally, lakini kwa sasa hivi wamewezeshwa vifungashio vya kisasa ambavyo vinaonesha brand ya ile vikundi, kwamba ni kikundi kinatokea wapi, kinazalisha asali, na kwa sababu inakuwa imeongezwa thamani, na thamani pia asali imefanya nini, imeongezeka. Lakini pia kuna vikundi viwili vya ufugaji wa nyuki katika ufugaji wa kuku kwenye kijiji cha Mnyagara na kijiji cha Sibwesa. Wamewezeshwa banda la kuku na wamewezeshwa kuku wa mayai, na wanaendelea kufugwa mpaka sasa. Lakini pia kuna vikundi viwili vimewezeshwa ng'ombe 4 wa maziwa. Kikundi kimoja kipo Kamilala na kikundi kingine kipo maeneo ya Kapanga. Lakini pia kuna kikundi kimoja kimewezeshwa bwawa la samaki katika kijiji cha Katuma, ambapo wamewezeshwa uchimbaji wa bwawa, vyakula vya samaki na vifaranga vya samaki. Sasa hivi kazi iliyopo wao ni kwenda tu kulisha na kujifunza. Hii yote ni kusaidia jamii kuona manufaa ya uhifadhi wa mazingira, waachane na shughuli za ukataji wa miti, basi wapate kipato kupitia njia nyingine mbadala. Hii yote ni kutokana na manufaa ya mradi huu. Lakini pia kuna ufugaji endelevu. Mradi huu pia umesaidia kuanzisha mashamba darasa ya malisho, ili wananchi watokane na ile dhana kwamba ili uweze kufuga basi lazima uende kufugia kwenye misitu ya hifadhi. Kumbe wanaweza wakabadilisha, akalima malisho kama ilivyo mazao mengine, na akasaidia kupata malisho bora ambayo watasaidia kuendepesha mifugo yao, na waache utegemezi wa kupeleka mifugo yao kwenye misitu ya hifadhi kila siku kuanza kugombana na wahifadhi. Lakini pia tumewezesha majiko banifu. Kama mnajua sasa hivi serikali tupo kwenye mkondo wa nishati safi. Mradi huu pia umejiegesha huko, ambapo pia ulisaidia majiko banifu kwenye shule za sekondari, lakini pia kwenye gereza la Kalila walipelekewa majiko ambayo yenyewe naenda kutumia nishati, yanapunguza matumizi ya kuni kwa kiasi kikubwa, ili angalau kuendelea kulinda mifumo ekolojia yetu. Lakini pia kuna uchimbaji wa kisima kirefu. Katika kijiji cha Kabage wamewezesha uchimbaji wa kisima kirefu, na sasa hivi wananchi wanapata maji kupitia mradi huu hapa. Lakini pia kuna mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao umefanyika katika kijiji cha Kamsanga. Waliwezesha matumizi bora ya ardhi, lakini pia wakawezesha na upatikanaji wa msitu kupitia mradi huu, lakini pia wakawezesha upatikanaji wa CCR, zile hati za kimila kwenye hiki kijiji cha Kamsanga. Lakini pia kupitia mradi huu wananchi wamehamasika sana. Ukienda kijiji cha Kapanga kuna baadhi ya miradi ambayo wao wenyewe wamechangia. Ukiacha kwamba mradi umetoa fedha, lakini kijiji chenyewe kupitia mapato yao yanayotokana na biashara ya carbon walitenga hifadhi ili kuwezesha kumalizia baadhi ya maeneo au kukamilisha ili mradi uende, kwa sababu huu mradi unataka wanajamii washiriki moja kwa moja ili waone umuhimu wa huu mradi, kwa sababu bila mwanajamii kushiriki anaweza hiki kitu kwa kiasione kina manufaa. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo Tanganyika pia inaweza kuwa ni mahali ambako inakumbana nayo ni ule uvamizi wa watu na kuanzisha makazi holela. Sasa ni kwa kiasi gani changamoto hii labda imepungua mpaka sasa hivi tangia mradi kwanza? Kwa kiasi kikubwa, kwanza imepunguza migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Mwanzoni kila mtu alikuwa anaweza kulima sehemu yote na kufuga sehemu yote, lakini baada ya kufanya matumizi bora ya ardhi, wakulima wamepata maeneo yao na wafugaji wamepata maeneo yao. Muingiliano wa shughuli za kiuchumi kidogo umepungua.
Lakini pia hii imesaidia kwa sababu bila kufanya matumizi bora ardhi huwezi ukapata msitu. Kwa sababu unapofanya matumizi bora ardhi unakipanda kila kipande cha ardhi ukaa kwenye matumizi yake. Kwa hiyo tunashukuru kupitia mradi huu kwamba wafugaji wamepata maeneo na wakulima wamepata maeneo, lakini maeneo kwa ajili ya huduma za kijamii nayo pia yamepatikana kupitia mradi huu. Na hiyo ni pengine tuseme maeneo ambayo yamenufaika zaidi ni ambayo yapo ndani ya mradi, ama kuna wale ambao kutokana na huu mradi wapo nje ya mradi lakini wameweza kwa namna moja ama nyingine kutatua baadhi ya changamoto zao? Kupitia mradi huu nadhani haugusi eneo moja, kwa sababu unapofanya kazi kwenye eneo moja hii elimu inaenda pia kwenye maeneo mengine. Inaweza ikawa moja kwa moja au njia moja kwa moja. Vijiji vya karibu ambavyo bado havijafanya matumizi bora ardhi wanaona jinsi ile migogoro ilivyopungua. Kwa hiyo na wao wanaanza kutumia mfano wa kijiji cha Kamsanga kuona jinsi gani wanaenda kupangilia kijiji chao ili kupunguza migogoro miongoni mwa wananchi kwenye maeneo yao. Katika maelezo yako pia, kwa mujibu wa maelezo yako pia umezungumza kwamba kuna namna mmekuwa mkitumia vikundi ili kuweza kuwafikia wananchi. Pengine mmekuwa mkitumia pia mbinu gani kupata hivyo vikundi ili kufanya kwamba wale wote wanaojumuika kwenye hivyo vikundi wasione kwamba ni vikundi vya watu fulani? Kimsingi hizi fedha kwa sababu tunasaidiwa ni za mradi, lakini fedha ambazo ni za serikali. Kwa utaratibu wake wa matumizi ya pesa unafuata taratibu zote za kiserikali. Kwa kikundi chochote ili kiweze kupata fedha hizi au kiweze kusaidiwa, lazima kwanza kiwe kimesajiliwa. Huu mradi hautekelezi, mimi ni mratibu tu, lakini nyuma yangu kuna timu ya uratibu. Afisa maendeleo ya jamii wa wilaya ni moja ya watu ambao wapo kwenye timu ya usimamizi wa huu mradi. Kwa hiyo inapokuja kutokea kuna kazi imetokea au kuna kikundi kinatakiwa kuwezeshwa, kitu cha kwanza afisa maendeleo ya jamii wa wilaya anatakiwa hakikishe kikundi kinachosaidiwa kwanza kinakuwa kimefanya nini, kimesajiliwa. Lakini cha pili, sisi si wachaguzi wa vikundi. Serikali za vijiji ndio watu ambao wanatuletea vikundi ambavyo tunaweza sisi tukaviwezesha, kwa sababu wao wanajua aina ya vikundi walivyonavyo, uwezo wao. Unaweza ukalazimisha kikundi kukipelekea kitu ambacho hakikuwa kipaumbele chake, mwisho wa siku unakuwa umepoteza fedha. Kwa hiyo tunatumia taratibu zote za kiserikali ikiwemo kuhusisha watu wa maendeleo ya jamii na kuhusisha serikali za vijiji ili kupata vikundi ambavyo vinaenda kunufaika moja kwa moja. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.